maandalizi ya Simba kuelekea michezo ya fainali, ambapo maswali yalikuwepo kwamba fainali mazingira yake yatakuwaje, uwanja wa Benjamin Mkapa, fainali itachezwa wapi. Lakini serikali kwa haraka sana tumeona hatua zimeanza kuchukuliwa. Na hapo jana naibu waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamisi Mwinjuma akiwa ameongozana na viongozi wa BMT, lakini pia vile vile nilimuona kiongozi wa kutoka Simba, kwa maana kwamba ya Murtaza Mangungu ambaye ni mwenyekiti wa club, naye pia alikuwa sehemu ya watu ambao walikuwa wakifanya inspection kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Na agizo ambao lilitoka hapo jana ni kwamba mpaka Mei 10 uwanja unapaswa kuwa tayari kwa ajili ya fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika ambayo itapigwa Mei 25 kati ya Simba dhidi ya RS Berkane. Jambo limekaaje na mahitaji na kila kitu namna ambavyo kimekaa, huyu hapa tumsikie naibu waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FA. Kati ya siku bora kabisa za kuja kukagua uwanja huu ilikuwa ni leo, kwa sababu ya ukubwa wa mvua ambayo imenyesha kwa masaa zaidi ya 20 hapa. Mvua imenyesha, mimi nilitegemea nikija hapa nitakuta hali ikiwa mbaya zaidi, lakini kama mnavyoona hali kwa mvua ile, unakumbuka kama ile siku ya mechi dhidi ya Al Masry hapa ilinyesha mvua ya masaa mawili tu paka hapa imechimbika. Hapa imenyesha mvua ya zaidi ya masaa 20 na bado mambo hayako kama yalivyokuwa kipindi kile, na bado si tunaamini hatujafika nusu ya kazi ambayo tulikuwa tunatakiwa kuifanya na tumekusudia. Leo tumepeana maagizo kwenye kikao cha ndani, yakiwamo maagizo ambayo yanachukua masaa 24, maagizo yanayochukua masaa 72 na maagizo yanayotakiwa kuisha ndani ya wiki moja. Kwa hivyo vyote hivyo tutahakikisha kwamba vinafanyika, na sisi ngadu kwa ngadu tutalala na kuamkia hapa kuhakikisha uwanja huu unachezeka. Mheshimiwa Rais amesisitiza ya kwamba pamoja na mambo mengine yote tuwape nafasi wa Tanzania wengi zaidi kushuhudia mechi hii, kwa sababu ni jambo la kihistoria na sisi hatuko hapa kwa ajili ya kumwangusha Mheshimiwa Rais. Tutahakikisha jambo hili linatekelezeka. Sisi tuko bega kwa bega na klabu ya Simba sasa hivi kama ambavyo unaona, na hatutakuwa kipingamizi. Hiyo ndo kauli yangu ya mwisho. Hatutakuwa kipingamizi, kwa maana yale yote ambayo sisi tunatakiwa kuyafanya ili mazingira yao kuelekea kwenye mchezo huu yawe rafiki sana, tutahakikisha tunayafanya. Kama ni miundombinu kama hivi unaona tunashughulika nayo, kama wanahitaji jambo lolote ambalo wanahisi serikali inatakiwa kulifanya, sisi tutalifanya. Hayo ndo maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na tunahakikisha kwamba tutakuwa watu wa ushirikiano wa hali wa kiwango cha juu kabisa, ili kuhakikisha kwamba hawakwami kwa sababu ya vizingiti ambavyo vinaweza kutokea kupitia kwetu. Sasa unajua, we can only do so much mpaka watakapoingia uwanjani. Wakishafika uwanjani maana yake hili ni la kwao, lakini yote ambayo yanatakiwa kufanyika kabla na baada ya wao kutoka uwanjani sisi tutayafanya. We are on top of it. Kama ambavyo unafahamu, uwanja wa Benjamin Mkapa unaendelea na ukarabati na unatakiwa kukamilika mwezi Juni. Jambo moja ambalo lilikuwa limebaki ni hivi viti ambavyo hapa tuna viti jumla ya viti 63. Kwa hiyo vimeshakuja kwenye makundi mawili viti 40 vimeshakuja, na kama ambavyo unaona vingi vimetolewa na vimeanza kuwekwa viti vipi. Kwa hivyo tunapoelekea tutafikia hiyo deadline ya mwishoni mwa mwezi wa 6, na hakika uwanja huu utakuwa viti vyote vimebadilishwa. Lakini kama ukipita ndani utaangalia mifumo ya umeme, mifumo ya hewa, AC, mfumo wa matangazo, unaona screen yetu mpya, taa mpya zimefungwa zote. Unakumbuka zile tulikuwa na taa hapa, umeme ulitingishika tukakaa kama dakika 20 na ngapi tunatafutana, kwa sababu taa zile zilikuwa, pamoja na kwamba umeme umerudi, mmebadilisha line, lakini zinatumia dakika 20-25 kuwaka. Hizi sasa hivi yani unagusa tu kizimika, sasa hivi line ikihamishwa umeme unawaka hapo hapo, na tunatufanya matumizi ya majenereta kama ambavyo requirements za kafu zinataka kipindi cha mchezo. Kwa hivyo utaweza kuona, na mara kadhaa hapa hata ambapo sio usiku mechi zimechezwa, tumezijaribu taa zetu na mmeziona zinavyofanya kazi kwa ubora mkubwa sasa hivi. Bana, yes, hiyo ni kuhusiana na uwanja wa Benjamin Mkapa na maboresho yote ambayo yanafanyika kulingana na mahitaji na kulingana na kile ambacho serikali imekuwa inakitaka katika uwanja huo kwa namna moja ama nyingine. Imeweza kusikia hapo maboresho namna ambavyo yanakwenda mpaka mwezi Juni ndio uwanja unatarajiwa utakuwa tayari, lakini eneo la kuchezea, kwa maana ya kwamba kwenye pitch jana limetazamwa na mvua zilizonyesha zilitumika kama kipimo kwamba kwenda kuangalia namna ambavyo jambo limesimama. Kwa hiyo tunaambiwa mpaka Mei 10 walau eneo lionekane lipo lina utayari kwa ajili ya mchezo wa tarehe 25 wa kanda. Kwangu mimi
issue za Benjamin Mkapa. Na tangu jana nasema mimi binafsi naomba niwe Tomaso. Usubiri kwanza. Yeah, mimi naomba nisubiri nione uwanja umekamilika ndio nitasema yes. Hapa serikali ama wadau wa mpira, TFF, bodi ya ligi na kila mtu amehusika kwa 100% kwa uwanja huu kukamilika kwa ajili ya finali. Zimekuwa si mara ya kwanza wala si mara pili hadithi za ukamilifu wa uwanja. Mara mwisho nakumbuka hapa wiki iliyopita alikuwa ni meneja wa uwanja Kaim. Aisa uwanja umekamilika kwa 80%. Lakini mwisho wa siku najikuta uwanja bado haujakamilika. Kwa hiyo kwangu mimi Benjamin Mkapa story zake zimeanza muda mrefu sana. Mara ya kwanza ule uwanja unafungiwa ilikuwa ni 2023 mwezi Disemba. Leo tunazungumza ni mwezi wa 5, almost kwa bado siku moja kuingia mwezi wa 5. Ni takriban miezi 15 mpaka 16 tangu ule uwanja ufungiwe kwa mara ya kwanza kabisa. Kwa hiyo ulipofungwa I mean 2023 kwa ajili ya ukarabati, lakini mpaka leo bado hujakamilika na kila siku naambiwa bado 98%, 95%, 90%. So rai yangu I think serikali pia ijaribu tu kutuliza pressure. Kama ni ukarabati ufanye katika tempo ya kawaida ya taratibu, pale ambapo utakamilika hata ukifanya kwa tempo ya haraka, lakini tunasema haya matamko yapungue. Tamko litakalokuja liwe solid enough kwamba jamani kuanzia sasa Benjamin Mkapa imekamilika na kuanzia sasa anayetaka utumie ule uwanja. Kwa sababu mwisho wa siku ule uwanja haujajengwa uwe kama sehemu tu ya gofu watu waende kuliangalia ama museum. Ule uwanja umejengwa ili utumike. Yawezekana Yesu usitumike kwenye baadhi ya michezo ya ligi, lakini pale ambapo uwanja utakuwa unatakiwa kuhodhi event kubwa, uwanja uwe tayari kutumika. Inawezekana Wakanda na Meza kwa ujumla hiki ambacho kimetokea kinatengeneza demand ya kwamba jiji la Dar es Salaam linahitaji uwanja mwingine mkubwa wa hadhi ya kimataifa. Ibra, kwangu mimi sioni kama kutakuwa kuna haja kubwa sana ya uwanja mpya hapa jijini Dar es Salaam, kwa sababu tunachozungumza hapa ni pitch. Ile eneo tu la kuchezea. Leo hii kuna uwanja huko Dar es Salaam hautumiki, ule uwanja wa Uhuru. Upo lakini hautumiki. Lakini ule ni uwanja wa jeshi, inawezekana wao na uwanja wa Uhuru pia mkataba ulishasainiwa. Kwa ajili ya matengenezo. Nakumbuka uwanja kuna mkataba ulisainiwa kwa ajili ya maboresho. Yani concept yangu ni kwamba uwanja Uhuru hupo hautumiki kuonyesha kwamba hakuna demand ya uwanja mwingine. Kwa sababu sasa hivi tunakaa nazungumza hamna anayelalamika kuhusiana na uwanja. Yanga na uwanja anatumia, Simba kuna uwanja anautumia, JKT timu ya Dar es Salaam kuna uwanja wanaotumia, CUE KMC kuna uwanja wanaotumia, Azam ipo Dar es Salaam kuna uwanja wanaotumia. Demand ya kwamba kuna mtu amekosa uwanja inabidi atoke Dar es Salaam aende nje ya mkoa, hiyo demand haipo. Kwa hiyo kwangu mimi it's all about pitch ya Benjamin Mkapa kutimilika kwa mapema, kwa sababu demand pekee ambayo inawafanya watu wahame Dar es Salaam ni pale ambapo kutakuwa kuna mchezo wa kimataifa. Leo hii kuona Simba anashinda kutumia Benjamin Mkapa, anaenda kutumia uwanja wa Aman Complex Zanzibar, kidogo inatia mashaka. Leo tutakaa hapa tuzungumza, anza akasema yes tarehe 10 waje waseme uwanja umekamilika, lakini kumbuka utakamilika kwa vigezo vyao. Kafu anaweza kaja wakasema no, sisi hatujaridhishwa na ukarabati, kwa sababu changamoto iliyokuepo ni kwamba ule uwanja ikinyesha mvua lazima uharibike. Ndio maana hapo naibu waziri kasema jana ndio ilikuwa siku nzuri ya kwenda kukagua uwanja kutokana na mvua kubwa iliyonyesha juzi usiku ile kwa mpaka jana kwenda kutazama, na wamesema wameona kwa sababu Wakanda inawezekana haijazungumzwa, lakini wiki iliyopita tuliona kuna wale Waturuki walikuwa wanaonekana ni watu ambao wanakuja kudili na pitch. Si ndio? Kwamba kuna watu wengine wameingia mkataba wa Turuki wanadili na eneo la pitch. Na ndio tunaona hii ambayo imetandikwa ambayo jana tumeona. Lakini Ibra, yani hofu yangu ni kwamba unajua siku zote hata nyumbani unaweza ukavunja kikombe ukakishikiza vizuri kikabaki kaonekana kijavunjika. Hofu yangu ile pitch sio mvua imenyesha halafu maji hamna. Hofu yangu ile pitch mvua inyeshe afu wanaume 22 wakaufukuzie mpira mmoja hapa. Kwenye space ya mwezi mmoja inawezekana wakawa wameona, kwa sababu Simba tarehe 25. Ibra, sisi mashabiki wa Simba tunataka tu ile pitch iwe sawa basi. Huko ni masuala majukwaa, uwanja sisi tumeuzoea. Si hata tukikaa kule hata kama vita vijaekwa. Hata mikeka sisi tutakaa, si shida yetu tukacheze kwa Mkapa, tukashangilie timu yetu. Kwanza si hatukai. Muda wote tunasimama. Yaani ukija kwa Mkapa pa PB sisi hatukaagi chini. Muda wote tumesimama. Kwa sisi tunachoomba serikali pitch tengenezwe standard. Huku majukwaa, huku siji huko kwenye viti, huko hatuna mpango. Sisi shida yetu tunataka pitch iwe standard, tukajaze kwa Mkapa. Tunataka hii finali iwe finali kubwa Afrika ikuwahi kutokea. Tunataka tuvunje rekodi, tuujaze uwanja wote ule full, ujae full house. Si ndo lengo letu. Ndio lengo letu. Na hapo kuna kitu amegusa kwenye eneo la mahitaji.
dimba la Benjamin Mkapa, kumbukumbu zangu zinarudi mpaka mwezi Julai 2023. Ndio kipindi ambacho alikuwa ni Said Yakubu, ndio alikuwa katibu kama na kama nafasi yake imekaa. Nakumbuka ndiye ambaye tutangazia ile deal ya kwamba mkataba au budget ambayo ilikuwa imeandaliwa ni ya bilioni 31 kwa ajili ya kufanya maboresho kwenye eneo la dressing room, kubadilisha ile screen uwanjani, mifumo ya tehama, kubadilisha mabenchi yale ya ufundi pale kwa makocha, kubadilisha taa, sehemu ya kuchezea, magoli kuwekwa mapya. Kwa hivyo vilikuwa vitu vingi sana ambavyo vinafanywa maboresho. Kwa hiyo tangu imetangazwa mwezi ile Julai 2023 mpaka 2025, na nakumbuka mpango kazi wa awali ilikuwa ni Julai 2024 ndio uwanja utakiwa huo umekamilika. Lakini tunaona bado tunaenda mpaka tena June mwaka mwingine tena, maana yake ni kwenye express ya tunaenda kama kwenye mwaka hivi na kitu, na tunakaribia miaka miwili mpaka itakapofika mwezi Julai. Kwa hiyo nadhani tu kuna eneo ndio nikasema inawezekana uwanja wa kanda unapata tabu kwa sababu ya standard ya viwanja tulivyo navyo vingi vinashindwa kufika Benjamin Mkapa. Kwa sababu hatukatai kwamba leo hii uwanja wa Amani kuwekwa nyasi za asili, tumepata eneo jingine ambalo lina ubora ambao tunaweza tukaenda kucheza. Kwa sababu endapo kama uwanja wa Amani ungekuwa una artificial turf, Simba ingekutana na shughuli juzi hapa. Banga sema kwa sababu CAF kwenye hizi hatua hauchezi kwenye artificial turf, hauchezi kwenye nyasi bandia, lazima ucheze kwenye nyasi za asili. Kuna time nakumbuka watu wanaendaga Mwanza kwa ajili ya mechi za kimataifa. Banga sema inawezekana kutokana na demanding ya Dar es Salaam, sawa, kibiashara kinini, inawezekana mmoja ukajengwa. Na nakumbuka Gelson Msigwa kuna time alituambia kwamba Dar es Salaam ni moja ya mkoa ambao pia unaweza utapata uwanja mwingine mpya. Kwa hiyo kwa dawa mimi nadhani hitaji lipo. Mimi nadhani kimahitaji ipo kwa sababu katika kuitunza pitch hususan kwenye hizi stage ambazo kwa hivi sasa kwa namna yoyote ile tuna uhakika wa timu mbili zinaweza zikawa na mechi 8 au mpaka 10 jumla kwenye michuano ya kimataifa. Hizo ni ngazi ya vilabu, haujazungumzia national team. Bado mechi za ligi kuu. Yes, bado mechi za ligi kuu kubwa ambazo kwa mjibu wa rais wa TFF wa Iskaria alisema itakuwa inatumika tu kwenye michezo mikubwa itakayoamliwa na bodi ya ligi pamoja na TFF, kwamba huu kapigwe kwa Mkapa. Kwenye mechi za ligi wataendelea na viwanja ambavyo wamevichagua kwa baadhi ya mechi zingine. BMT nao wanafanya biashara, wanaweza wakaruhusu timu za ligi kuu zichague kuutumia. Na kimahitaji unaona kabisa hata Simba na Yanga kwenye dimandi ya mapato ya uwanjani hawaridhiki na viwanja hivi vya KMC ama wanapotumia Azam Complex. Kibiashara bado inawabana kwenye idadi ya watu wanaoingia. Maybe wanakosa watu kwa kulazimika kuweka ticket bei juu ili wapate angalau mapato kadhaa kwa sababu ya udogo wa viwanja. Kwa kimahitaji ya uwanja ili kuutunza, sio kwa sababu tu kwamba hatuna mahitaji nao, ili kuulinda pia uliopo, kwa maana pitch isiwe na mechi nyingi mfululizo pale zinapotokea. Kwa sababu tunapokwenda tuseme mathalan msimu ukipinduka, wakati ambao tunajiandaa na Chani na Afcon, bado kutakuwa na mfululizo wa Simba na Yanga, weekend in weekend out, na Azam na wengine watakao qualify kimataifa. Yawezekana Jumamosi umetumika, Jumapili ukatumika huo uwanja kwa wiki kadhaa mfululizo zinazoangukia wiki ya kimataifa. Maana yake nini? Maana kama kungekuwa na uwanja mwingine wenye sifa zinazokidhi kwa Dar es Salaam kwa idadi ya mashabiki ambao wanategemewa, maybe ungekuwepo uwanja 30,000 40,000, ungeweza kuwa msaada kwenye kupumzisha pitch. Na mimi sina shida na kuingia kwa JKT pitch imesimama. Yes, idadi ya mashabiki. Bado tunarudi hapo kwamba hata Amani pitch sisheme akamilika, lakini fakta ambayo atakwambia Simba anachagua kwa Mkapa dhidi ya Amani ni idadi ya mashabiki. Maana yake hiyo bado ni changamoto. Kwa Zanzibar wameshindwa kujaza. Japokuwa Zanzibar kwa si ndio hiyo nature kwamba Zanzibar sio tu kuijaza, ni kwa sababu itabidi watu wasafiri, kuna gharama za ziada. Maana yake haiwi kiingilio na nauli ya kawaida ya kutoka Bunju kwenda Temeke, inakuwa ni nauli ya kutoka Bunju kwenda stesheni, alafu utoke stesheni uende Zanzibar na kurudi na kulala. Maana hiyo kwa mtu wa kawaida
wa kipato cha kawaida hawezi kuafford kwenda kutazama mchezo ule, utawategemea idadi ya Zanzibar na population ya Zanzibar ni ndogo. Ukija kuigawa kwa Simba na Yanga upate watu wa kujaza uwanja 15,000 bado inakuwa changamoto. Kwa hiyo Dar es Salaam inabaki kuwa kitovu ambacho kina mashabiki wenye uwezo huo kuanzia kipato, tabia na mpaka hamasa na makao makuu ya vilabu ambavyo mara nyingi ndio vinatumia zaidi uwanja huu hapo Dar es Salaam. Kwa hiyo mahitaji hayo ili kuilinda pitch. Kucheza majukwaa mengine hayajakamilika, hata Ulaya wanafanya hivyo. Santiago wamecheza sana mechi nyingi kabla ya majukwaa kukamilika, lakini eneo la kuchezea. Yaani mimi ningeelewa wizara kama tangu mwanzo project yao ingeanza na eneo la kuchezea liafodi. Inawezekana mkandarasi wa kwanza ndio alikuwa shida, kwa sababu tumbadilisha, tumeona wamewatambulisha wengine, wametambulisha Waturuki. Ndio hiyo yawezekana, na wale jamaa wa Beijing Construction ndio ambao walijenga uwanja Umani. Kwa hiyo wakawa wamepewa dili tena ya ukarabati. Kwa hiyo inaonekana jambo likawa ndio hicho ambacho anachokisema kwamba eneo la kuchezea lingekuwa limekamilika. Inawezekana CTF 25, CTF 30 zikiwa tayari, mechi inakwenda kwingine.